Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mheshimiwa mwenyekiti wa mkoa, mwenyekiti wa halmashauri mkoa wa Shinyanga na imamu mkuu wa Masjid Mufti Simba na Sheikh wa kata Sheikh Badilusa Khamis, Mheshimiwa naibu imamu wa Masjid Mufti Simba Sheikh Zaid Tambo Ichichi, Mheshimiwa kina mama, kamati ya maendeleo pamoja na kamati ya msikiti. Jambo la kwanza ni kutoa shukurani kwa kunikumbuka kwamba mimi ni moja katika jamii ya Kiislamu yenye kushirikiana nanyi, na hata mkaweza kutoa mwaliko katika shughuli yenu kwa ajili ya kunialika kushiriki na nyinyi. Tunaamini mnao wengi wa kualika, lakini mimi katika wengi hao mkaniweka ni mmoja wapo. Ndio hivyo, kila jambo linakwenda kwa makadirio ya Mwenyezi Mungu. Pamoja na tamaa yangu ya kushiriki nanyi katika shughuli yenu mliokuwa mmeiandaa ya harambee, lakini kudura ya Mungu haikunipa fursa ya kuweza kukutana nanyi katika tukio lile. Pamoja na kuwa mbali, lakini kimoyo nilikuwa nanyi. Pamoja sikufika, lakini nafsi yangu ilikuwa ikiwaombea kheri sana katika tukio lenu lile. Na kwa taarifa tulioipata baada ya tukio, kwa sababu pia tulifuatilia, ni kwamba shughuli yenu ilikwenda vizuri na ilimalizika vizuri, na kile Mungu alichokuwa amekadiria ndicho mlichokipata. Lakini tunaamini huu ni mlango au ni funguo mliofungua ya harakati kwa upande wa kina mama, na kwa vile nyinyi mmefungua, basi mnaruhusu kila mwenye nia njema na mwenye dhamira ya kweli juu ya maendeleo ya Uislamu, basi anaingia katika mlango huo mlioufungua. Nami niseme kwamba kutokana na taarifa yenu mlioweza kuiandika kuja kwangu, ninawaahidi kwamba na mimi pia katika mlango huo wa kheri nitaweza kuingia inshallah. Tulikutana na Sheikh wa mkoa wa Mwanza, Sheikh Hassan Kabeke, na akanieleza pia ukarimu wenu na jinsi ambavyo mnapenda kuwaweka watu pamoja, namna ambavyo mnakuwa na hima ya harakati. Na kanitaarifu kwamba na yeye alikuwa ni miongoni mwa watu waliokuwa wamealikwa, lakini hakubahatika kufika. Lakini akasema yeye binafsi ameweka azma ya kuhakikisha atakuja ili atimize kile ambacho nyinyi mlikuwa mmemwalikia. Sasa na mimi wakati anatia hiyo azma, nikasema basi kwenye hiyo safari nahisi tutakuwa wote. Japo nilikuwa sijawajua vizuri wakina mama wa Mufti Simba, leo ndio nimewajua vizuri. Lakini nilikuwa nimeweka ahadi ya kuja pamoja na shekhe. Lakini kabla hilo halijatimia, nyinyi wenyewe mkaona ni vizuri muweze kufika moja kwa moja, kwanza kunisalimia na kunijulia hali juu ya mgonjwa niliye naye, na alhamdulillah mmefika na mmefanya hivyo. Nami ni kuahidini kwamba kuna kila hali ya mimi kufanya jambo katika harakati zenu. Mimi binafsi niseme kutokana na taarifa hii na hii harakati ambayo mmeianzisha, naona kutokana na programu yake ni harakati ambayo ni endelevu. Yawezekana mpaka kufika mwisho inaweza ikachukua muda kidogo. Milioni 70 si nyingi, lakini kutokana na mazingira yetu na hali zetu, basi naamini kwamba tutafanikiwa hata kama utakuwa ni kwa muda mrefu kidogo. Mimi nikate ile safari ya kuja na Sheikh Kabeke, kwa sababu nyinyi tayari mmeshakuja binafsi, na kuahidini shilingi milioni 1 kwa ajili ya kuwaunga mkono katika harakati zenu.
Kwa hiyo nitakuwa ni miongoni mwa watu ambao wataanza kuchangia, na itakuwa si mwisho. Hiyo nataja milioni moja kwa sababu ya kipato ninachokiona kwangu kwamba na uwezo wa kuweza kuitoa, lakini haitokuwa mwisho kwa sababu ndio kwanza ukurasa, kama alivyosema Sheikh Balilusa hapa kwamba ukurasa ndio umefunguliwa upya. Na kama umefunguliwa upya basi tutashirikiana kwa kila jambo, si kwa hili tu, hata hili likifika mwisho yatapatikana na mengine tutashirikiana. Lakini pia ni kutokana na ukurasa huu uliofunguliwa, nimewachukulia moja kwa moja kama watu wetu wa karibu sana tena kupita kiasi. Kwa hiyo kwa jambo lolote ambalo sisi tutakuwa nalo, liwe la furaha liwe la huzuni, ninaamini kwamba tuna watu wetu, tuna ndugu zetu katika Masjid Mufti Simba wapo, tuna uwezo wa kushirikiana nao. Likiwafika lao ni la kwetu, likitufika la kwetu ni la kwao. Kwa kutokana na hayo, mimi niwashukuruni tena na tena, na niwape moyo kwamba harakati zozote zinahitaji subira bila kukata tamaa, na kuna muda harakati huwa zinaingiliwa na Ibilisi kwa maneno mbalimbali, lakini hiyo isije ikawarudisha nyuma kwa hili mlilolianzisha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabla hatujamkaribisha mmoja wenu kutoa tamko la shukrani, Shekhe, mimi binafsi nimepata faraja kubwa kwa utangulizi wa maneno uliotupa, lakini pia kule tulizungumza kama viongozi tukasema tulioalika tuliwapa moyo wa imani kwamba macho yetu yaliwaona wao, lakini katika jamii kuna watu wengi wanapenda mambo ya kheri, wanaweza wakahusishwa wakashiriki. Kwa hiyo tunakuomba na wewe, najua Sheikh Kwezi ni jina lako, lakini Sheikh Kwezi ni watu wengi. Naposema Sheikh Kwezi, Sheikh wa mkoa na watu wengi. Kwa hiyo tunaamini usijifunge Sheikh, yoyote ambao utakamuona anaweza akasupport. Na sisi tumesema katika mpango wa muda mfupi ni tunaanza na nini, na viti. Kwa hiyo ina maana mchango wako utaingia kwenye viti, na yoyote utakayemuona anaweza akatuchangia hata kiti kimoja viwili Sheikh, kwa niaba yetu tutakuomba ufanye jambo hilo.